dalili za kumjua mtu au mama anayesumbuliwa na tatizo la PID. Ama dalili ya kwanza tunasema huyu mama atakuwa na maumivu mepesi, lakini pia maumivu mazito chini ya tumbo lake, katika haudhi yake, manake baina ya eneo la kinena na kitovu chake. Hapa atakuwa anapata maumivu makali katika hali za namna hiyo. Hii ni moja dalili mama yangu inaweza kujulisha kwamba unasumbuliwa na tatizo la PID. Lakini ama dalili ya pili tunasema pia mama huyu atakuwa anapata ifrazati, kutokwa na maji katika mahbali yake, yani sehemu ya mlango wa uke, kutakuwa kunatokwa maji, na maji haya mwanachuoni anasema ghairi tabi'i, si maji ya kawaida tu kama inavyotambulika. Maji hayo yanaweza kawa kafifan, yakawa ni mengi, au kad takunu dhata raihatin kariha, au maji hayo yakawa yana harufu mbali, yani ukijigusa mwenyewe hafuka ukapeleka kunusa, unahisi haya maji yana harufu kama shombo ya samaki fulani au vinginevyo, ambapo si maji ya kawaida. Maji huwa hayanaga harufu mbaya. Sasa ukiyahisi yana harufu ambayo si halisi, basi hiyo ni dalili ya pili ya kujulisha kwamba unasumbuliwa na tatizo la PID. Naambia Sheikh Khamis Suleiman na nyumba ya tiba na dua, insha Allah tutakupatia dawa yetu hii na itaenda kukuponya, na hii si peke yake, ina wenza wake, ili kukamilisha dozi kamili kwa idhini yake Rahmani. Ama dalili ya tatu, mwanazuoni anasema nazifa tabi'i fi rahmi. Wakati mwingine mama huyu anaweza kuwa anatokwa na damu, anatokwa na damu katika hali za namna hiyo, hususan athna'i jima'i au ba'da au baina durati shahriya. Mama huyu atakuwa anatokwa na damu, wakati anapokuwa katika tendo lake la ndoa au baada ya kumaliza tendo la ndoa ndio akaanza kutokwa na damu, au baina ya durati shahriya, au baina ya tunasema period mbili. Ama dalili nyingine tunasema alaman athna'i jima'i. Mama huyu atakuwa anapata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Unapokuwa unapata maumivu wakati wa tendo la ndoa, jua hiyo ni moja ya sababu ya tatizo la PID. Kumbuka mwanzo nimesema kwamba wale bakteria wanapoingia katika mlango wa uke huenda na kujikita katika shingo ya kizazi, na pale wataanza kumeng'enya. Wanapomeng'enya, eneo lile pale linakuwa kama lina mikwaruzo tayari. Kwa hiyo baba anapoingia na akagusa pale, lazima utasikia maumivu.